Kwa niaba ya watu wa Chadema mkoa wa Mara ambao pia wanakuja wako njiani, na kwa niaba pia ya familia yangu, mimi binafsi ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mzee wetu, kwa sababu kwa misingi yetu ya dini yetu ya Kikristo tunaamini kwamba miaka ya mwanadamu ambayo Mungu alimpa ni 70. Kwa hiyo akikupa 80 kama Baba Boni ameshakupa bonus. Maana yake sisi kwetu sisi kwa mila na desturi zetu, hasa sisi Wakurya, tunaamini tukiondokewa na mzee kama huyu, na kama tulikuwa tunajiheshimu, hakuna ambaye atajuta kwamba hajapata baraka za mzee. Kwetu sisi Wakurya tunakuwa tunaamini hivyo, kwa sababu tunaamini baada ya yeye kuanza kupungukiwa nguvu, ulikuwa unakwenda kwake, pengine wakati mwingine unambeba kwenye gari, au kama ni baiskeli wewe ndio unamsukuma kwenye baiskeli. Pengine alikuwa blanketi yake umeishaifua mara kadhaa, na akasema ubarikiwe kwa kunisaidia. Kwa hiyo kwa muktadha huo, kwa umri wa mzee wetu miaka 90 na kitu, kwangu mimi nimepokea kwamba Mungu amemjalia kuwepo na ameacha baraka. Baraka ya kwanza, ameacha kitu ambacho kitaishi kama Bob Marley alivyosema kwamba 2000 years is tulivu. Miaka 2000 ni rahisi kuishi. Chadema inaweza ikaishi karne 5 au hata zaidi ya karne 5 au hata zaidi ya millennium, hata millennium labda 4, 5, 6. Kwa misingi hiyo basi ameacha kitu cha kwanza cha aina hiyo, identity kubwa sana. Wengine hufa akiwa na miaka 40. Lakini malaika sijui wanamchukuaje. Pengine anaingia anahojiwa maswali mengi. Kwa nini uliua watu? Kwa nini ulipiga watu risasi? Kwa nini uliteka watu? Wengine wanakutana na hayo. Mzee hajaenda na hayo. Ameondoka kabisa leo, naamini kabisa kwa dini yetu ya Kikristo. Pengine ameshakaa upande mkono wa kuume. Ambavyo ndio imani yetu inatuambia kwamba tunapotenda mema, matendo yetu yatafuatana nasi. Matendo yetu mema yatafuatana nasi. Mosi, ameacha kama nilivyosema identity Chadema, identity kubwa sana. Pili, tabia yake imeakisiwa na watu waliokuja hapa. Angekuwa ni miongoni mwa troops ya uhalifu, wangekuwa wahalifu hapa. Lakini watu waliopo, hata wewe mwenyewe Kusaga unaweza ukaangalia, utajua ni aina gani. Maana wanasema nionyesha rafiki zako nikwambie tabia yako. Kwa watu walioko hapa wanasema rafiki za Mtei walikuwa wa aina gani. Na la tatu, ameacha falsafa. Falsafa ni kitu ambacho huwa kina dribble matokeo. Alivuviwa na Mungu, wazo hutokea kwa mtu mmoja. Alivuviwa na Mungu wazo kwamba tunaweza tukaamini katika mlengo wa kati kulia. Katika huu mlengo, rais alikuwa haamini huo mlengo ambao alikuwa anafanya naye kazi. Lakini yeye hakuwa mnafiki. Of which maandiko yanatuambia lakini waoga. Kwa hiyo yeye pia hakuwa muoga. Maana maandiko yanasema inapotangazwa kwamba lakini waoga, sijui wauaji, sijui hao ni kwenye lile ziwa la moto. Kwa hiyo yeye uoga hakuwa nao. Akamfuata mwajiri wake ambaye ni rais, akamwambia ninaamini katika msimamo huu. Tukienda na huu msimamo tunaweza tukaipeleka nchi yetu mbali. Rais hakuamini ule msimamo wake akiwa BOT. Wakadipati. Walivyo dipati kama ambavyo viongozi wetu wamesema. Yeye akaenda, akaona lile wazo asibaki nalo ananungunika. Akaja akaunda kitu kama hicho. Akaita watu. Kama mimi nikikaa hapa niseme Kusaga, unajua tukisema kwamba tutengeneze podium ambayo tutakuwa tunaitumia hiyo podium, tunawapa na waandishi wengine wanatumia, ukaniunga, wewe ni mtu wa pili. Lakini mimi ndio nimeasisi hilo wazo. Wakaenda, leo wametuachia matunda makubwa sana. Wametuachia matunda ya Chadema. Na Chadema iliyobaki leo sio Chadema ya kwenye karatasi, sio Chadema ya bendera, sio Chadema ya mavazi, sio Chadema ya entertainment. Imebaki Chadema ya fikra, ambayo pengine wakati mwingine mtu anayefikiria kuiua
anapambana na mawazo aliyovuviwa Mzee Mtei na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo akaacha kitu cha tatu. Na kitu cha nne, ametuthibitishia sisi vijana kwamba ubinafsi haulipi. Lugha zipo siku hizi ndugu yangu Kusaga, ambazo watu tunaambiwa angalia maisha yako. Taacha familia yako, angalia maisha yako. Ili nikubali nirudi sehemu fulani, niangaliwe niweze kuendesha gari Baba Boni kubwa kidogo labda kuliko ile nilionayo, pengine ninyanyue jengo la ndoto yangu. Lakini mzee alikuwa BOT, hakuangalia hilo neno, angalia maisha yako. Usicheze na governor wa BOT mzee, sio afisa wa benki kuu, governor. Akatoka pale, mind you, governor ana saini fedha. Akatoka pale BOT, ambapo angekuwa akija kwake anakuja na wasaidizi, ana walinzi, ana kila kitu, akaja kuwa mkulima. Hakusimama na lile neno angalia maisha yako. Aliamini katika fikra za kimageuzi. Na leo sisi vijana tukiwa Mtei wa leo, tutatupa mbali hilo neno angalia maisha yako. Tutasimama na kuangalia maisha ya watu wengine, ambayo kwa sababu duniani tunapita, maandiko yanasema heri jina jema kuliko mali nyingi. Kwanza nimesema kwa wazee wetu wa chama wasichukue upande kwenye mambo ya msingi. Kwa wazee wetu, na Baba Boni mzee wangu ni rafiki yangu, ananielewa nakosema hivi. Chama ni mkusanyiko wa watu wenye mawazo tofauti tofauti. Lile wazo ambalo linashinda ni lile ambalo linawafeva wananchi, sio linalokifeva chama chetu, linalowafeva wananchi. Sasa kwa sababu hiyo, wale wanaoondoka wenyewe mimi siwashangai, kwa sababu hata katikati ya wanafunzi wa Kristo alikuwepo aliyeona fedha ni ya muhimu akaondoka akamwacha Kristo. Watu wa hivyo mimi wasiwashangai. Kwa misingi hiyo, Mzee Mtei yeye alichotufundisha ni kwamba hakuna kitu rahisi ili ufike kwenye goli. Hata mchezaji anapokuwa anacheza ili afunge goli, lazima asome akili za goalkeeper, ajue ukubwa wa goli ili asipige kwenda juu sana, asipige kushoto wala kulia sana, asimlenge kipa, ndio atafunga goli. Sisi vijana tatizo letu, tumeamini kwamba vyama vya siasa vipo kwa ajili ya kutulisha sisi. Mimi na watoto wangu tule, mimi na watoto wangu tusome, ndio tuweze kumaliza kazi zetu.